Ndugu waumini wenzangu, mabibi na mabwana, nasimama hapa kwa heshima na taadhima, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha na kuturuzuku uhai kushuhudia tukio kubwa na la kihistoria likiandikwa leo katika kata ya Ipagala. Mwenyezi Mungu ashukuriwe sana. Kipekee nimshukuru sana Baba Askofu na kanisa kwa heshima kubwa mlioitoa ya kumwalika Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa kuwa mgeni rasmi katika tukio hili kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokea mwaliko wenu kwa heshima na upendo mkubwa sana, na alidhamiria kuja kushiriki nanyi siku ya leo, lakini kwa sababu ya majukumu mengine ya kiserikali yaliyojitokeza ameshindwa kuhudhuria, na hivyo kuniomba mimi nije nimwakilishe kwa niaba ya kwake yeye, na akanituma niwaletee salamu za upendo ya kwamba anashukuru sana kwa mwaliko wenu, anakupongeza sana Baba Askofu, analitakia heri kanisa, Mwenyezi Mungu aendelee kuliimarisha lidumu na kudumu zaidi. Hayo ndo maneno ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kipekee kabisa nichukue fursa hii, pamoja na kwamba nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Waziri Mkuu na nitasema ujumbe wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini haiondoi ukweli ya kwamba mimi pia hata isingelikuwa kutumwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu ningekuja kushiriki siku ya leo. Nimefurahi sana kwa huduma hii kubwa ambayo umeifikisha hapa kutoka mwaka 1989. Hivyo kusimikwa kwako kuwa askofu mkuu leo ni sehemu ya safari yako ya maisha na hadithi ambayo unaendelea kuiandika duniani. Hadithi yako ni hadithi ambayo itasimuliwa na vizazi na vizazi. Hili ni kati ya makanisa machache ambayo yana uhusiano wa moja kwa moja na jamii. Sifa mojawapo ya kiongozi mzuri ni pamoja na ubunifu na maono ya mbali. Baba Askofu Daktari Evans Lucas Chande ni mbunifu, ana maono ya mbali. Waasisi wetu walilijenga taifa Tanzania kwenye msingi wa umoja na mshikamano, kwenye msingi wa upendo na kujaliana. Hivyo kanisa lina wajibu wa kuendelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania ili tuishi katika upendo, umoja na amani, na hasa tukielekea katika uchaguzi mkuu wa kuchagua viongozi wetu wa kutuongoza miaka 5 ijayo. Kauli za wanasiasa, kauli za kila mmoja wetu ziwe chachu ya umoja, upendo na mshikamano, na zisiwe vinginevyo. Na kanisa kupitia maombezi yenu mna uwezo wa kuzifanya ndimi za wanasiasa zikahubiri mema na mambo yampendezayo Mungu. Tanzania endelee kubaki imara na imara zaidi.
Mshangilie Bwana Yesu kwa kweli na milele.